Tetemeko wa ardhi wa kiwango cha 10 uligonga ghafla. Mama aliharakisha kuwachukua wanawe watatu na wakakimbia nje ya nyumba, lakini mtoto wa mwisho alifungwa ndani. Hakutatia wasiwasi kurudi nyuma kumwokoa. Mwishowe, wana wote wanne waliokolewa, lakini yeye alizikwa chini ya magofu. Wana hao wanne walijitahidi kumtafuta mama yao. Hawakuacha tamaa hata mikono yao ikiwa na jeraha. Mjomba aliye karibu nao aliutazama huo wakati na kujiunga nao, lakini wakiwa katikati ya safari, mtetemeko wa ardhi uliugua tena. Mjomba alilazimika kuwapeleka watoto hao mahali salama kwanza. Baada ya mtetemeko wa ardhi, mwanamke huyo alijitahidi kutoka kwenye magofu. Hata hivyo, alipoteza kumbukumbu kutokana na jeraha la kichwani. Alitembea kila mahali, akijaribu kukumbuka maisha yake ya zamani. Wakati huu, mwanamume mwovu kutoka kijijini alikutana naye. Baada ya kujua kuwa amepoteza kumbukumbu, alimpeleka nyumbani kwa mwanamume mjini asiye na mawazo mabaya. Alidai uongo kwamba yule mwanamume ndiye mume wake. Mwanamke huyo alimwamini. Kwa kweli, alichukua pesa na kumuuza kwa yule mwanamume. Miaka 20 ikapita. Wana wote wanne wa mwanamke huyo walikuwa matajiri. Walipojua kuwa mama yao aliuza mjini, walitafuta kila mahali kufuatia dalili na wakachapisha matangazo ya malipo. Hawakujua kuwa mama yao tayari alikuwa amekuwa mke wa yule mwanamume. Kila siku alipaswa tu kumtunza mume wake vizuri, mwanawe na mke wa mwanaye. Wakati mwingine usikivu mdogo ungemfanya wasimkasirike, na matokeo yake ni kwenda bila chakula. Baadaye mwanamke huyo alitembea mitaani kwa huzuni. Kitu pekee kilichokuwa kinamfuata ni shashi aliyokuwa amevalia shingoni. Mara nyingi alikumbuka vipande vya kumbukumbu kupitia shashi hiyo. Wakati huu alimuona mtu aliyezirai kutokana na jua kali mbele, na yule mtu alikuwa ni mtoto wake wa mwisho. Alitumia njia maalum kumtuliza, lakini kwa sababu hawakuwa wamemuona kwa muda mrefu, wala mmoja wao hakumtambua. Ili kumshukuru, yule mwanamume alimwalika nyumbani kwake kwa chakula. Mwanamke huyo hakuwa na budi lakini kukubali. Baada ya kufika nyumbani, yule mwanamume alisimama kwenda kuchukua matunda. Wakati huu mwanamke huyo aligundua mashine ya kushona kwenye chumba cha kupumzikia. Hii ilimkumbusha vipande vya wakati alipokuwa akishona nguo kwa ajili ya watoto wake. Kumbukumbu zake zilikuwa karibu kurudi, lakini mara tu mumewe mlevi aliita kumhimiza aende nyumbani. Mwanamke huyo aliacha kwa haraka. Aliacha shashi yake nyuma alipoondoka. Yule mwanamume alirudi baada ya kuchukua matunda na akakuta shashi. Mwishowe alimkuta mama yake na akawataarifu ndugu zake wakubwa habari hii. Kisha wakaondoka pamoja kumchukua mama yao na kumpeleka nyumbani.